Na Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Bwana. Nayo furaha kubwa tena kuungana na wewe mwanafamilia wetu nzuri wa Mswa Media. Kama ilivyo ada, huwa tuna kipindi kizuri kinachohusiana na neno la Mungu, kinachohusiana na mahubiri, kutangaza injili ya Yesu Kristo. Na huwa tunakuwa naye mtumishi wa Mungu wa Kristo Samuel James. Na leo pia muda si mrefu atakuwepo hapa studio kutuhudumia kwa ujumbe mzuri ambao ameuandaa. Kumbuke huu ni mwezi wa kwanza na tuna ujumbe wa mwaka mzima kwamba ni mwaka wa pambazuko. Ni muda wa pambazuko yako, ni muda wa mwanga wako, ni muda wa kumulikiwa katika vile ambavyo vimekuwa haviendi kwa muda mrefu. Mtumishi wa Mungu atakuwa hapa studio kutufafanulia kuhusiana na ujumbe huo wa habari ya mapambazuko yako. Naam, huwa anakuja kutufundisha hapa, huwa kuna maombi, kuna maombezi, kuna mahubiri, hata mafundisho mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwajenga na akiwainua watu. Kupitia mtumishi wa Mungu huyu, watu wengi wamekuwa wakifunguliwa, watu wengi wamekuwa wakitendewa. Ziko shuhuda mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Amini kwamba leo ni zamu yako. Amini kwamba leo ni siku ya kupokea uponyaji wako, ni siku ya kutengeneza ushuhuda wako kwamba Bwana alinifanyia jambo fulani wakati mwaka 2026 unaanza. Basi nichukue nafasi hii kukukaribisha hapa tukaanza ibada yetu hii nzuri kwa pamoja. Mwalike ndugu, jamaa na rafiki kutoka popote pale alipo. Tukaanza ibada yetu hii nzuri kwa pamoja. Kikubwa na cha muhimu, usisahau comment, kulike, kushare na kusubscribe. Karibu sana na Mungu akubariki. Mimi ni Ruthi Wema Emmanuel na hii ni Mswa Media. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Hii ni ibada maalum kwa ajili ya maisha yako pamoja na familia. Na ikumbuke ya kuwa tupo mwanzo wa mwaka wa 2026. Tuna ujumbe maalum ambao Bwana Mungu ametupa kwa ajili ya maisha yetu. Ni mwaka wa pambazuko jipya kwenye maisha yako. Maanake pambazuko inapotokea, giza linaachia. Mkono wa giza unaachia. Lazima utaanza kuonekana mahali ambapo ulikuwa uonekane. Watu waliokufukia, pambazuko inapotokea, manake miamba inapasuka, makaburi yanafufuka. Kuna watu wanaishi wamefichwa, hawaonekani, hakuna pambazuko. Lakini Mungu ametupa ujumbe maalum kwa ajili ya mwaka huu. Mahali popote ulipo, kama kuna giza la magonjwa, kama kuna giza la masikini, sasa nuru ya Bwana imekuja nyumbani kwako. Pambazuko itaanza kuonekana kuanzia sasa. Nikamshukuru Mungu kabla sijaendelea. Baba Mungu, nakushukuru. Mungu uliye mbinguni, na kurudishia utukufu ni wako na nguvu ni zako Bwana. Mbariki kila mmoja anayetusikiliza, aliyoko nje ya Tanzania, aliyoko Kenya Bwana. Mungu mbariki kwa jina la Yesu. Katika jina kula Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema mwanzo wa mwaka, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Watu wa giza wanaenda kufanya matambiko, lakini sisi wana wa Mungu, Mungu ametupa neno kwa ajili ya maisha yetu, ili neno liweze kutuvusha, kututoa kwenye changamoto, kutupeleka kwenye nuru, kututoa kwenye magonjwa, kutupeleka kwenye afya. Pambazuko inapotokea, maanake kuna giza lilikuwa limefunika maisha ya mtu. Maanake ni nini? Kama kulikuwa na magonjwa, unapolisikia neno hili, ni mwaka wa pambazuko jipya katika maisha yako. Manake utaanza kuonekana kila mahali. Ulipoteza kazi, walikuficha kwa mkono wa giza. Pambazuko lako utapokea kuanzia sasa. Kazi yako, amini tu, mahali popote ulipo, mkono wa Bwana utauona. Amini tu ya kwa sasa ni wakati wa pambazuko kwenye maisha yako. Kama kuna giza la afya, wanaposema pambazuko limetokea, manake mtu alikuwa hawezi kuona usiku wa manane, lakini inapotokea mapambazuko ataanza kuona mbali. Ndivyo ilivyo kuanzia sasa. Mwaka huu utaanza kuona level kubwa sana. Utaanza kuona mafanikio ambayo ulikuwa huwezi kuyaona, kwa sababu kulikuwa na giza limefunika macho yako ya ulimwengu wa kiroho. Ni kwa sababu kulikuwa na giza limefunika fahamu zako, ukashindwa kujua wewe ni nani. Lakini kuanzia sasa, unaponitazama, unaponisikiliza, amini tu, utaanza kuona mambo ya ajabu yakitendea kwenye maishani mwako. Utaanza kuona mambo yakibadilika. Ni kwa sababu giza limetoka kwenye maisha yako. Amini tu, Yesu anakuhudumia mahali popote ulipo. Haijalishi uko mbali namna gani, lakini amini unaponisikiliza, Yesu anazungumza ndani yako.
Tukasoma andiko letu, kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 51 mpaka 53. Tukaangalie andiko letu. Kitabu cha Mathayo sura 27 ndio 51 mpaka 53. Ndio. Biblia inasema, Bible inasema, natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Toka juu hata chini. Toka juu hadi mpaka chini. Nchi ikatetemeka. Nchi ikatetemeka. Miamba ikapasuka. Miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka. Makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliokuwa wamelala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao. Baada ya kufufuka kwake. Wakauingia mji mtakatifu. Wakawatokea wengi. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna watu ambao ni watakatifu lakini wamechafishwa. Lakini neno linapotokea, miamba ikapasuka, manake kila mahali ulikofichwa mwaka 2026 lazima makaburi yaachie maisha yako. Lazima leo kuficha, nataka nikwambie, utaanza kuonekana kwa viwango vya kipekee. Amini tu, mkono wa Bwana uko nyumbani kwako. Kama wewe ni mgonjwa, kuna watu ambao wameenda kwa waganga wakazika maisha yako ili wewe ni mtu wa magonjwa kila wakati, ili uweze hakuna kufanikiwa. Maandiko anasema hekalu la mbinguni ikapasuka, likashuka hadi mpaka chini, miamba ikapasuka, makaburi yakafunguka. Miili ya watakatifu waliokuwa wamelala mle wakasimama. Walikuwa hawawezi kuweza kutambua jambo lolote, lakini kwa mkono wa Bwana lazima watakatifu wataenda kumiliki mambo yao. Na wewe mahali popote ulikozikwa, ninapoongea majira haya, ninakufufua kwa jina la Yesu. Lazima uingie mahali penye mji wako, mahali penye mafanikio yako, kila iliko baraka yako, lazima mwaka huu utaenda kuipata. Amini tu, Mungu anapokusudia kuachilia neno majira haya mwanzo wa mwaka, lazima linakupa nguvu ya kutembea ukiwa na imani. Kazi yako ni kuamini. Neno ni kama tochi. Tochi inapotoa mwanga, anahitajika anayetembea afuate mwanga akiwa anaona. Ndivyo ilivyo neno linapotoka, manake ni mwanga, unakupa uhakika wa maisha yako ndani ya mwaka mzima huu. Amini tu, pambazuko kwenye familia yako lazima litokee. Giza lazima liachie maishani mwako. Lazima pambazuko, utaanza kuona maisha utakayoanza kuishi sasa. Amini tu ya kuwa sasa nilikuwa nimefichwa, sasa niko huru. Nilikuwa nimetekwa, sasa niko huru. Watu ambao walikuwa wanakutumikisha, yani wamechukua nyote yako, wanaanza kutumikisha pasipo kujua. Lakini naposema pambazuko inapotokea, maanake linakutenga na giza. Tusomee Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Ndio. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakukufanyika chochote. Hakukufanyika kitu chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulikuwamo uzima. Ndani yake ndimo kulikuwamo uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Endelea. Mstari wa 5. Nayo nuru yang'aa gizani. Wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manake nuru nayo inang'aa gizani, nalo giza haliwezi kuiweza. Ndio maana pambazuko inapotokea, kila giza lazima liachie, kila uchafu lazima uachie. Lazima utaanza kuonekana. Nuru nayo yang'aa gizani, manake kuna giza ulimwengu wa kiroho ambapo umefichwa, mwana wa Mungu hauonekani. Lakini nuru inapotokea maishani mwako, pambazuko inapotokea, manake kila uliko kuficha utaanza kuonekana. Kuna watu ambao walikuwa wanakuja maishani mwako, lakini kwa sababu ulikuwa umefichwa, ulikuwa uweze kuonekana. Unashangaa wameenda upande wa pili, lakini sasa nuru ya pambazuko utaanza kuonekana. Utakutana na watu sahihi kwenye maisha yako. Giza linapokuwa limekufunika,
Maana yake unakutanishwa na watu walio kinyume na maisha yako. Lakini unapoamini kwa neno hili, utaanza kuonekana kwenye biashara, utaanza kuonekana kwa uchumi, utaanza kuonekana kila mahali. Kuanzia sasa maisha yako yatabadilika. Haijalishi mambo yaliyotokea mwaka jana, haijalishi mambo uliyoshindwa mwaka jana, ni kwa sababu ulikuwa hauna imani. Lakini unapoamini kuanzia sasa, lazima mambo yabadilike. Amini tu mahali popote ulipo, ya kuwa kama kulikuwa na giza limetoka, niko ndani ya pambazuko. Utaanza kuonekana. Kuna watu watakutafuta ambao ulikuwa utarajii watakutafuta. Ni kwa sababu ulikuwa uko gizani, walikuwa wanajaribu kutafuta, hauonekani. Si kwamba ulikuwa onekani, unaonekana unatembea, lakini ulimwengu wa kiroho unaonekana ni giza, unaonekana ni giza. Ndio maana nuru nayo yang'aa gizani, giza nalo hawakuliweza. Tunaposema pambazuko, maanake ni mtu ambaye alikuwa amefichwa gizani, sasa panakuwa peupe. Unaanza kuona mambo yako sasa hivi. Kuna watu ambao watakutafuta, watake wasitake, maana Mungu yuko pamoja nawe. Amini tu kuanzia sasa, mkono wa Bwana uko juu yako. Kama ni mgonjwa, magonjwa hayana tena nafasi. Kama ni mgonjwa wa kansa, kansa haina tena nafasi. Lazima uamini tu ya kuwa leo ninafunguliwa. Ninaamini mwaka wangu ni mwaka wa pambazuko jipya. Kwenye afya utaanza kuona mambo yanabadilika. Nasomea kitabu cha Matendo 16 mstari 18 mpaka 19. Hata nikuombee mahali popote ulipo. Katusomee kitabu cha Matendo 16 mstari 18 mpaka 19. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 18 mpaka 19. Ndio Biblia inasema, Biblia inasema akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo. Na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo. Mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake waliona ya kuwa tumaini la faida yao limepotea. Wakamkamata Paulo na Sila. Simama kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao naishi maisha yako umefunikwa na giza. Kuna watu ambao wanafaidika. Ulikuwa ukifungua biashara haziendi, kumbe kuna mganga anayefaidika. Lakini sasa nimekuja mtumishi wa Mungu kama alivyokasirika Paulo, nami natangaza kila giza lolote, kila mchawi yoyote lazima achie maisha yako. Aliyezoea kupata faida kupitia maisha yako, nataka nikwambie pambazuko jipya linakutoa kwenye giza, linakuingia kwenye mafanikio, linakutoa kwenye kushindwa, unaingia kuanza kufanikiwa. Amini tu, yoyote ambaye alikuwa akitumia katika biashara zako, unajitahidi kufanya biashara lakini haiwezekani, kumbe umefunikwa. Kuna watu ambao wanafaidika kupitia mateso unayoishi. Kuna mtu anafurahia ulimwengu wa kiroho. Lakini Bwana amenipa neno hili, ni mwaka wa pambazuko jipya. Haijalishi ni nani anayetumia kupata faida kupitia wewe, lazima ninaamuru kuanzia sasa watapata hasara, nao utawapita. Amini tu ya kuwa Bwana yuko tayari kubadilisha maisha yako. Mahali popote ulipo, nataka nikuombee. Kama ni mgonjwa, amini tu ya kuwa sasa pambazuko la afya ninapokea. Sasa pambazuko la afya ninapokea. Kuna watu ambao mmeibiwa tu mawazo au fikira, yani umefichwa, hawezi ukaonekana. Umetekwa, hawezi ukaonekana. Maana tunapokuja kusema pambazuko jipya, maanake tunaamua kuwatoa watu waliokuwa mateka na wawe huru kuanzia sasa. Wale ambao walikuwa wanatembea kama mazuzu fulani hivi, hawaelewi, lakini wajiuliza ni mtu mzima, lakini haelewi ni shida gani. Ni mkono wa giza ulikuwa umemmeza. Nataka nikwambie kuanzia sasa mambo yatabadilika. Kuna watu ambao walikuwa wamesimama kwenye maisha yako, ukizani ni ya kuwa ni watu wema, kumbe ni watu ambao walikuwa wanapata faida kupitia maisha yako. Unapolia wanafurahia. Lakini Bwana naamuru kuanzia sasa, kila kilio ulikuwa unalia wewe, natangaza kigeuke kwa kicheko maishani mwako. Wao wataanza kulia kuanzia sasa, wataanza kulia nyumbani kwao katika jina la Yesu. Sio mahali popote.
Kama ni mgonjwa, weka mkono wako mahali popote. Hata nikaachilie nguvu. Baba, kwa jina kuu la Yesu, Mungu ninakushukuru. Majira haya Bwana ni majira pambazuko jipya Bwana. Kwa jina kuu la Yesu, naachilia nuru kwa kila mmoja. Naachilia pambazuko la afya. Naachilia pambazuko la mafanikio. Pokea kwa jina kuu la Yesu. Mahali popote ulipo, natangaza kuanzia sasa uwe mzima kwa jina kuu la Yesu. Wewe uliye mgonjwa, ninaamuru kuanzia sasa, pokea afya njema. Pokea kibali kwa jina kuu la Yesu. Pokea neema ya upendeleo katika jina kuu la Yesu. Wewe ambaye amekupia madaktari wakwambia haiwezekani, natangaza pambazuko la afya yako. Pokea nyumbani kwako. Pokea mahali popote kwa jina kuu la Yesu. Amen. Amini tu ya kuwa uko mzima. Wewe ambaye ulikuwa huwezi kutembea, anza kufanya kila ambacho ulikuwa ukiwezi. Wewe ambaye ulikuwa huwezi kula chakula, anza kufanya kila ambacho ulikuwa ukiwezi. Mungu akubariki sana. Amen. Okay, huyo alikuwa ni Apostle Samuel James, ni mtumishi wa Mungu mteule wa Bwana. Huyu mpaka mafuta, kama tulivyomsikia, amekuja kutuelezea kwa habari ya ujumbe mzuri kuhusiana na habari ya pambazuko lako. Basi nichukue nafasi hii kukushukuru wewe uliyekuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa kipindi mpaka sasa tunapohitimisha. Asante sana, na tunakuomba ukawe balozi wetu mzuri kwa kuambia watu kwamba kipo kipindi kizuri ambacho Yesu anatangazwa, watu wanaponywa, injili inahubiriwa huko. Kikubwa usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Tuma link katika magrupu mbalimbali. Kwa kufanya hivyo, Mungu atakubariki. Asante.